Sasa kule kwenye mitandao ya kijamii walikuwa wanahoji masuala ya barabara, wamesema kwamba changamoto za wananchi wa Kivule si tu maji, si tu elimu, si tu afya, bali tuna changamoto kubwa ya barabara. Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, mimi nikuombe sana unisaidie ndugu wako mradi wa barabara unaotoka pale Banana, kwa maana unaanzia kwenye jimbo la Segerea unakwenda pale Kitunda, hii ambayo tupo kwenye kata hii, lakini unapita kwenye kata ya Kivule. Pale Kivule katikati una sehemu inaitwa frame 10, unachepuka kuelekea pale njia 4 kuunganisha makutano ya Mayowe Junction. Lakini kabla hujakatisha mradi huo unakwenda moja kwa moja mpaka kule Msongola kukutana barabara kubwa ya TANROADS. Mradi huu Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, umekuwa changamoto na chechefu kwa wananchi wa jimbo letu jipya la Kivule, na wao wanafahamu. Kwa maana mradi ule nilikuwa nasoma taarifa zile za ndugu zetu wataalamu ambao wao walitukabidhi, inaonekana sasa uko chini ya 30%, wakati kwa muda ambao tulianza tarehe 15 mwezi Januari ilitakiwa mpaka leo uwe zaidi ya 70%, kwani mradi ule unakwenda mwisho mwezi wa 4 mwakani. Sasa ukipiga hesabu ya mwezi wa 4 mwakani, Mheshimiwa Naibu Waziri, na kwa sasa hadi uliokuwepo, tunaona kama vile spidi ile imepungua sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, hii nilipo kwenye mamlaka yako, nikuombe sana kakaangu, na najua leo ulisema kwamba utapita kwenye miradi mbalimbali, na nimeona pale nimechungulia na hapo utatembelea. Kwa hiyo nakuomba sana Mheshimiwa Naibu Waziri, tufikishe salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais, kwanza kwa kukubali kuingiza barabara ile ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pili kwa kutupatia fedha zaidi ya bilioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. Isipokuwa na wapongeza wataalamu ambao waliharakisha kupata mkandarasi, isipokuwa mkandarasi amekuwa akienda kusuasua na kukwamisha jitihada za Mheshimiwa Rais. Mimi nikuombe sana Mheshimiwa Naibu Waziri, huwa na changamoto kidogo ya kusema ukweli. Mimi niseme ukweli kwamba mradi ule una changamoto kubwa sana. Wananchi hawa wanatumia zaidi ya risali moja kutoka Msongola mpaka pale Banana. Wakati barabara ile ilikuwa ya lami, tungeweza kutumia si chini ya dakika 20 mpaka 25. Nikuombe Mheshimiwa Naibu Waziri, ikikupendeza uweze kunitolea maelekezo, lakini naamini uwezo wako na uwajibikaji wako na namna ambavyo kasi yako umekuwa nayo, Mungu atakulipa mbadala. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI amenielekeza nije nikague ujenzi wa barabara ya Banana, Kitunda, Kivule, Msongola. Na barabara hii ina maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tuhakikishe inakamilika kabla ya mwezi wa 4 2026 bila kuongeza muda kwa mkandarasi. Na mimi kwa sababu kazi hii nimepewa kusimamia TARURA, Mheshimiwa Waziri amenipa eneo hili la kusimamia TARURA barabara zetu, ikiwa ni pamoja na barabara hiyo. Ni waahidi wana Kitunda, ni waahidi wana Msongola, ni waahidi wana Kivule, watu wa Banana, watu wa jimbo hili la Mheshimiwa Mbunge Masaburi, nikitoka hapa ninakwenda pale panakwenda kuchimbika. Mheshimiwa Rais kwenye barabara hiyo ameweka bilioni 30.3 fedha za Tanzania, na tayari mkandarasi amekwishalipwa bilioni 4.5. Hatuwezi kuruhusu wananchi wawe na malalamiko, fedha zipo halafu kuna watu wameshindwa kusimamiana. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri na kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais tulionayo, ninakwenda pale mtazipata. Nimekuja hapa kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe, lakini nimekuja hapa pia kwa maelekezo maalum na mahususi ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo mmetangulia kusema, ameleta bilioni 138 za Tanzania ziweze kuboresha miundombinu ya barabara zetu ndani ya Ilala, lakini vivyo hivyo fedha amepeleka maeneo mengine ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Anachukizwa sana Mheshimiwa Rais
na hii habari ya kwamba kashatoa fedha halafu watu hawafanyi kazi. Barabara hii ikiendelea kukaa hivi, thamani ya ardhi maeneo haya inashuka. Watu hawawezi kufanya uwekezaji hapa. Mvua zikinyesha, maji yanatwama na kunakuwa na mafuriko hapa. Lakini barabara hii inahudumia watu wengi, kuwapeleka kwenye shughuli zao za kila siku. Inahudumia watu wengi kufuata huduma za kijamii, ikiwemo maeneo ya hospitali zetu kubwa kubwa ambazo ziko uelekeo wa barabara hii inakopita. Si tu kwa Wanailala, barabara hii hata watu wa Mkuranga ndio shortcut yao kwenda Magufuli terminal huko. Sasa jambo hili halikubaliki. Mkandarasi yuko wapi? Sogea. Consultant yuko wapi? Msimamizi. Wewe bwana ndio msimamizi. Wewe ndio msimamizi. Wewe ndio msimamizi. Unalipwa fedha kusimamia barabara hii na umeshindwa kusimamia. Mheshimiwa DC, kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI na kwa mamlaka ulio nayo ambayo Mheshimiwa Rais amekupa, ninakuelekeza hao watu wakamati saizi. Hawa ndizo maelekezo yangu. Wakamate waweke ndani, halafu wakupe mpango wa namna watakavyotekeleza barabara hii, na hatutaongeza muda hata sekunde. Mwezi wa 4 ukifika, lazima mkabidhi mradi. Unanielewa bwana mkandarasi? Unanielewa msimamizi? Unanielewa? Kama pana vifaa wanatakiwa kuvileta hapa kwa ngazi hii, walete hapa. Kama kuna wataalamu wanatakiwa kuleta hapa kwa ngazi hii, walete hapa. Lakini msiwaachie mpaka vitu hivyo vifike hapa. Wachukulie hatua sasa hizi. Mheshimiwa DC, nakushukuru sana. Ndugu zangu wananchi wa jimbo la Kivule, nimekuja hapa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais anawapenda sana wana Dar es Salaam na anachukizwa sana na watu wazembe ambao wapo katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Mheshimiwa Rais anataka wananchi wahudumiwe, wananchi wa Kivule wahudumiwe. Ameshatoa fedha na fedha zipo. Serikali kwenye mradi huu haina uhaba wa fedha. Bilioni 138 ziko tayari kwa kazi hii, na kwenye barabara hii ya Banana, Kitunda, Kivule, Msongola, Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka fedha hapa bilioni 30.3, na mkandarasi huyu ambaye nimemwelekeza mkuu wa wilaya mkamate na kesha mkamata, amelipwa tayari bilioni 4.5. Puzi gani? Mheshimiwa mkuu wa wilaya, shughulika nao kwa kadri mkataba wao unavyoelekeza. Ndugu wananchi, nawashukuru sana. Pokeeni salamu nyingi za Mheshimiwa Rais. Asante sana. Asante sana, mpigeni makofi.